Unataka usema afya yako haipo sawa? Yeah, of course, kwani kufiche. Kwa mimi my dear nikwambie tu kulimi bwanako simjui na wao sije kutembea naye. Ningekuwa natembea na bwanako ningekwambia, lakini mimi bwanako sijai kumtaka na wala simjui na sijai kutembea naye. Kwa hiyo nyinyi hapa mmekuja ndo kwa ajili ya kuniuliza hilo swali au kuna mengine? Ni hilo. Haya basi majibu nishakupa. Bwanako my dear simjui na sijui kutembea na bwanako. Na pia ameona message lakini ile namba si yako. Ameitoa kwenye simu ya bwana yake. Si namba yako. Inaishia na ngapi? Si alikuja hadi hapa. Lakini kwa wale watu ambao wanahitaji hoteli nzuri za kifahari, kama unahitaji hoteli yenye utulivu na upo ndani ya Dar es Salaam, basi hakikisha unafika ndani ya Barcelona, hoteli iliyopo Goba Center pamoja na Goba La Stanza. Bwana, hakikisha unafika ndani ya Barcelona hoteli leo hii. Angalia maeneo ya sehemu ya kulala, sehemu ya kupumzika, kuna garden kali. Hata wewe pia unaweza ukafika leo, wapigie kwa namba hizo hapo ambazo unaziona kwenye. Haya, labda pengine mtu katuma, labda alikuwa anatembea na bwanake akajua ni mimi. Mimi my dear sijitembea na bwanako. Na kwanza nikitembea na bwanako kwani kuna cha mtu mmoja? Kuna cha peke yako? Kuna cha peke yako? Anasema alikuta message kuwa eti wewe unafanya unampa bwana wake kinyume na maumbile. Sasa hiyo ndio style yenyewe jamani. Una uko tuongee serious basi, usinifanyie hivyo. Wewe ni kweli unashiriki mapenzi kinyume na maumbile? Ushai kufanya hicho kitu? Jibu unalo. Sikumesema amekuta message. Sasa hapa hata nikiongea kwa mdomo haisaidii, lakini kama ndio hivyo alivyoikuta message ndio hivyo hivyo. Kwa mpaka hapo nazo utakuwa umeshanielewa. Ni kila mwanaume au ni kuna baadhi ya wanaume ambao wanachagua ndio wanafanya nao hivi? Nikimpenda mtu nampa free. Kwani si nishakwambia mimi nikishampenda mtu anakuwa huru. Sasa hauogopi? Sasa ukifanya mapenzi kinyume na maumbile si utaenda motoni dadangu. Uogopi? Wewe una dhambi, wewe unajua kabisa utaenda mbinguni wewe. Hapa hamna mtu anayeenda mbinguni. Yaani wote kama ni motoni ni kwa wote. Hamna hata kusema muda kuna mtu asiyekuwa na dhambi ni yule anayezaliwa leo anakufa leo. Yule ndio hana dhambi. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia ni kwamba kuna utofauti gani kati ya kufanya mapenzi ya halali na kinyume na maumbile? Utofauti wake mkubwa ni nini kwako wewe? Kitu gani kwanza ambacho unakipenda wewe kati hivyo vile? Kufanya mapenzi kinyume na maumbile na kufanya mapenzi kihalali? Kakangu, samani, tujaribu kwanza. Tutesti hapa hapa, afu uone ladha yake. Basi la ipo. Ukitaka ujue utamu wa ngoma uingie kati ucheze. Yaani ukishacheza utajua ngoma tamu au sio tamu. Sina swali zaidi hapa. Nakusikiliza sana unachokiongea. Mimi ndio kama najiamini, si ndio? Mwanamke kujiamini dada. Upo kwangu, upo kwenye himaya yangu. Sipo kwako wala sipo kwa bwana wangu. Nichukulia mume wangu. Samahani. Wewe ukome. Tena ukome. Niache ninyoshe. Ukome. Bwanako ndo kaja mwenyewe. Ndo kataka vitu haya. Taratibu wewe dada wewe. Tulia dadangu. Ngoja basi dadangu. Ngojeni basi tuzungumze. Alafu kule mimi nilikuomba jamani, ugomvi mimi nimekuwa sasa hivi ugomvi staki. Hivi unamsikia anachokiongea wewe? Unamsikia anachokiongea? Dadangu ngoja basi. Nitakuharibu ya sura. Ngoja. Lakini nawezaje kuvumilia maneno yote anayoyaongea? Ngoja tuzungumze naye. Kuna kitu ambacho mimi nakitafuta hapa. Nitakwambia baadaye ni kitu gani ambacho nakitafuta. Sawa? Ungeniacha kidogo ni mwalimu nimfundishe adabu. Mimi sina la, subiri sasa ni mwalimu. Upo kwake. Sawa. Tulia dadangu. Sawa? Sawa. Haya, tulia. Simama hapa kabisa. Binti, samani, sitaki kukupa elimu kwa sababu unachokifanya unakijua. Lakini labda wewe ni dini gani? Mimi Muislamu. Mara mwisho kwenda msikitini ni lini? Samani. Toka nilipozaliwa. Je, kwenda msikitini? Ndio. Wazazi wako wako wapi? Sina.
Kwa nini huku kwangu mmekuja kutafuta ugomvi? No, samahani. Mlikuja kunioji mlikuja kutafuta ugomvi, mmekuja kunisalimia. Samahani, yani of course nilikuwa nimekuja na idea nzuri, lakini vitu ambavyo nimekutana navyo huku vimekuwa surprise sana kwangu mimi mpaka nimeshindwa kufuata ule mwongozo ambao nilikuwa nataka kufanya kwako. Sorry. Ushai kutamani kuacha kufanya hivyo vitu, kufanya mapenzi? Siwezi kutamani kuacha, ila bali nitaendelea. Hata ukitaka fresh tunaanzisha game, mimi sina noma. Unajiuza? Sijaniwa kama bango najiuza, ila ukinipa hela sikatai. Mwanaume wake huyo waga nakupa hela? Hivyo VF55. Mbona vila sana kila siku? Sijajua kama mzangu unahudumiwa. Wewe dada wewe. Usipigane. Samahani. Njoo taratibu uko kwangu hapa. Tulia basi mamangu, naomba tuongee. Uko kwangu hapa, njoo taratibu. Nisikize mimi, naomba tuongee hata tumalize. Sawa. Unamsikia anachokiongea lakini unajua nani nyuma? Unajua ni mapenzi. Hayo ni mapenzi. Unajua ni mume wangu. Subiri, unaweza kuumia kwa mtu usempenda. Hayo ni mapenzi, ndio maana unateseka. Tulia. Mwanzo wa tatizo ndipo jambo jipya linapojitengenezesha. Sawa? Tulia mamangu, usilie. Sawa? Sawa. Dadangu, sitamani kukushauri kwa vyovyote au kukushawishi juu ya ili tukio au hili tatizo, ila unajua madhara ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Naweza nikakupa madhara yake au elimu yake. Jaribu. Madhara yake ya kwanza, cha kwanza kabisa, siku ya kupata mtoto wewe utapitia changamoto kubwa sana wakati wa kujifungua. Hayo ni madhara ya kwanza. Madhara ya pili, utakuwa unashindwa kujikontrol kubana haja. Yaani itakuwa haja inapokuwa inataka kutoka. Nani tena? Haja. Nani? Mume wako? Itakuwa mume wangu. Unaishi na mwanaume? Ndio. Lakini naomba kabla tujafika mbali, gusa neno jeupe liloandikwa subscribe hapo chini. Na kuomba sana. Bro. Nakuaje? Kama kawaida. Magaida. Vipi hali ndugu yangu? Nashukuru. Kama kawa? Ndio. Karibu bwana, tumekuja one time na ndugu yangu hapa, tulikuwa tuna kitu tunamuulizia dada hapa. Yeah, kwa hiyo hakuna shida, kila kitu kiko sawa. Kweli au nasikia masikio yangu yasikii vizuri? Sio kweli. Bwana kijana vipi? Sikiliza bro. Huyu mimi nisha kuongea naye. Yaani mimi mume wangu, yani kiufupi anatembea na mume wangu kabisa, mimi ya ndoa. Yaani kama wewe ulivyokopa wewe mke wako. Na mimi mume wangu nimemkuta na message kwa wanasifiana, wanapeana. Ile ni kitu ambacho mimi sijawahi kumpa mume wangu hata siku moja. Wanapeana kiangu. Na mimi nilimfuata huyu nikamuelezea, akasema sawa yataisha. Mimi nikajua yameisha, lakini hali ni ile ile, anaendelea kuwasiliana na mume wangu, anaendelea kupeana anavyopeana. Kwa nikaona nitafute ndugu yangu tuje hapa tuyazungumze. Kiangu ni kweli au tu yataisha. Kitu ambacho kipo hapa bro sio kizuri ambacho kimetuleta, lakini inabidi kwanza watu tukiweke wazi, kwa sababu hata wewe pia unahitajika kufahamu kwa sababu mwanaume mwenzetu. Kikubwa hawa bwana, huyu anatembea na mwanaume wa huyu sijui ni mkeo. Wewe una uhakika gani? Ndio maana nataka nimwadisie bro, basi na wewe utaongea kwa upande wako. Ndio maana nataka nimwambie bro. Umeona huyu bwana anatembea na mwanaume wa huyu. Na issue sio kutembea, issue ni kwamba wanashiriki tendo kinyume na wewe kaka wewe. Samahani. Hapana, wewe una ushahidi gani? Simwache aongee. Wewe una ushahidi gani? Wewe onyesha huo ushahidi. Mimi sina ushahidi. Kumbe huna ushahidi. Sasa wewe unaongea hiyo kinyume na mambo ulikuepo, uliniona. Huo ushahidi nao. Mimi ni mume wangu mimi. Kumbe mume wako unaona uchungu wanaume wenzako. Hapana, hicho kitu mimi kwanza sijatembea na bwana wako, na hicho kitu sijakifanya. Kwa naomba lakini usidhibitisho ulisema ulikubali, subiri, alisema. Sikiliza. Mimi hapa nishawahi kuja. Hilo sio mara ya kwanza. Hilo hapa kwako. Nishawahi kuja na wewe ukuepo. Nikazungumza naye kwamba kuna moja, kuna mbili. Yaani moja na mbili inamaanisha kwamba achana na mume wangu, kwa sababu mimi yule ni mume wangu kabisa wa ndoa. Amenioa sasa hivi na miaka naye hiyo 3. Kwa hiyo ile swala mimi likali linaniumiza.
nikaja nikazungumza naye, binti, achana na mume wangu, mimi bado nafanyaje, bado nampenda na maisha ndo kwanza tunayaanza. Jibu la huyu mke wako akaniambia kwamba ataachana naye. Kwa hiyo unataka kusema kuwa alikiri? Halikiri, alikubali kabisa, alisema atafanyaje, nitaachana. Ndo chanzo cha mimi kutoka kufanyaje, kuondoka. Lakini narudi kwenye ndoa yangu, mambo ni yale yale, hakuna kilichobadilika. Nikakuta message kwenye simu ya mume wangu, wanasifiana, huyu mke wako anampa, na kitu hicho mimi siwezi kumpatia mume wangu. Wewe dada wewe. Tulia binti, tulia binti, nitakuvuruga leo na mume wako huyu. Nitakuvuruga sasa hivi. Nilikuja kistaarabu, nitakuharibu. Una ushahidi? Nitakuharibu. Una ushahidi? Ndio ushahidi unao. Onyesha hizo video. Sina message, sina message. Onyesha zote tu kuniharibia hapa maisha yangu. Nipo kwa mume kwanza, hapa uko kwangu. Ondokeni kwanza. Naomba niulize kitu kimoja. Atuondoke. Hivi hizi habari ninazozisikia hapa, mbona nasikia vitu vya ajabu? Kitu cha ukweli, mke wako anampa mume wangu. Mimi si ndo mke wako. Wewe unaniamini? Unaniamini? Huyu kaja kuniharibia mimi maisha yangu, ananionea wivu kwa sababu wewe mume wangu unanihudumia. Maisha tunaoishi sisi wao hawana. Yaani wewe dada umekujaa wivu na tamaa. Ondoka. Siwezi kumuonea wivu huyu binti. Ondoka nyumbani kwangu. Ondoka nyumbani kwangu. Kutembea na wanaume za kama mlizishe mke wako, mlizishe huyu. Toka nyumbani kwangu. Mume wako akupa, kwani mume wako anataka kukupa. Nyumbani kwangu waje nitukane au bro, zungumza na mimi. Bro, upo kwenye hapa ni kwangu. Bro, sawa ni kwangu. Wewe ukiniharibia hapa kwa mume wangu, wewe ndio utanioa. Mimi najenga. Wewe ndio utanioa. Mimi najenga, mimi siharibu. Yaani sitaki mambo ya kujenga kubomoa. Wewe ndio utanioa na tunafunga ndoa hapa. Sawa. Basi sawa, haina shida. Sawa, ngoja. Bro, anyway, mimi kwa sababu ni mshauri wa mahusiano, sipo kwa ajili ya kuwagombanisha, nipo kwa ajili ya kupatanisha. Lakini kwa kuangalia hii situation jinsi nilivyokuja na maongezi ambayo nilikuwa nazungumza na huyu dada, bro, upo sehemu ambayo sio salama. Mimi nakwambia ukweli. Kwa sababu kuna kuna vitu unajua nitaishi vipi? Unajua watoto wangu nani atalipia ada? Sikia mama, iko hivi. Wewe ndo utalipia kodi. Sio kwa ubaya. Ila nasema hivi kwa sababu moja. Inawezekana labda bro anavijua hivi ambavyo nataka kuvisema. Je, ulivyoniambia bro anavijua au havijui? Labda nikuulize hivi. Ili mradi nijue na visema au nisiviseme. Yaani kakangu nitakuvuruga. Unajua nitakuvuruga. Sawa. Bro, huu ni ukweli. Huyu dada sio cheese. Mimi mwenyewe kanionyesha hizo message. Na hata kama unataka kuoneshe pia anaweza kukuonesha. Na ile namba anasemekana ndo namba ya mkeo, ndo namba ambayo alikuwa anapiga kule barabarani. Hata mwenyewe pia nilimpigia na akapokea, ila akujua kama ni mimi nimempigia. Si unaelewa? Mume mwache asikilize vipi? Ngoja nimalizie kusema. End of day nimefika mpaka hapa. Zile message ni kweli zinakiashiria ya kuwa huyu wanashiriki hiyo michezo ya kufanya mapenzi kinyume na mwambie. Bro, ngoja tu nikuulize maswali. Huyu ni mkeo au ni mwanamke wako tu unafanya? Huyu ni mke wangu brother, nimemwoa kwa ndoa kabisa. Ndoa yenu ina muda gani? Ndoa yetu ina kama miaka 4-5 hivi. Lakini sijawahi kujua kama anafanya vitu kama hivyo. Ila kuna siku nakumbuka mke wangu kama alitaka kunishirikisha haya masuala, lakini mimi nikafanya mapenzi kinyume na mwambie. Alishawahi kunigusia, na ndio maana hata hapa nilipofika baada ya kuwasikiliza na nini nikakaa nikakumbuka. Kusema isikani kweli mke wangu. Sikushangaa sana kutokana hata mimi alishawahi kunigusia hizo habari kwamba wewe naye nilikuwa nakujaribu, nilikuwa nakugusia wapi? Nilikuwa nakujaribu tu, nilikuwa nakutaka nikutest hivyo vitu unapenda upendi. Ila mimi hiyo michezo mimi sifanyi. Nishakwambia. Inaonekana unafanya haya mambo. Kama nafanya unatakaje? Okay. Ndio sasa nafanya. Okay. Ndio starehe nayoipenda. Naomba hizo message. Ndio starehe nayopenda au unasemaje? Na nyinyi mnasemaje? Sawa, unajua bro, messages zitakuwa tu na uhakika na picha nzuri ya ushahidi, kwa sababu wewe mwenyewe una akili ya kuwa alishai kukushirikisha hivyo vitu. Kwa hiyo sidhani kama utakuwa ni mgeni wa hizi message, lakini ni message za kwake kweli. Kwa sababu ile namba imepigwa na mimi naona. Sio, unaelewa bro? Kitu kimoja ni kwamba mmeshajaribu labda mmeshakubahatika mara mwisho, au samahani kwa hili swali, mara mwisho kupima afya zenu mnakumbuka? Ni lini labda mmeshiriki kwenda pamoja kupima afya? Hapana, tutujapima muda mrefu kidogo. Lakini nakumbuka kama mwaka hivi umepita sasa. Tangia tumecheki afya mimi na yeye. Afya zenu ziko vipi? Salama? Afya zetu ziko salama kabisa. Ziko salama. Sijui kwa sasa hivi kama
Mama. Wewe kaka, wewe kama unataka kuniharibia maisha yangu. Wa mambo ya afya yamerudije? Wewe mara mwisho kupima afya ulikopo lini? Sawa, mimi mwenyewe sikumbuki mara mwisho ni lini. Lakini kumbuka kuna neno ambalo umeliongea wewe mwenyewe. Unasema kuwa dawa za HIV kwa sikuongea mimi. Kakangu naomba tuheshimiane. Huyu ni mume wangu. Mambo ya kuja kuniharibia sitaki. Kapime afya. Na wewe pia inabidi ukapime. Aliongea. Na wewe pia ukapime. Unaiona na mume wangu kwa miezi 4. Unakutana na viupele huyu. Umemkutana na viupele, umemkutana na doa. Angekopa navyo singemkuta. Alisema mke wangu anaweza kunywa Alavina na Bluto. Alitamka yeye mwenyewe. Kwa hiyo unaenda kapima afya yako. Kitu kimoja ambacho nataka nikiseme. Yaani bro, mimi nikwambia kweli. Sijui, lakini nyie style yenu ya maisha, mahusiano mnavyoishi mimi nashindwa yaani siwezi kuizungumzia. Nyie ndio mnajua the way mnavyoishi, lakini kuna kitu hapa hakipo sawa. Kwani nyie wote wawili. Sitaki kuongea kwa ubaya, lakini dada, hebu kuwa mkweli. Sisi tuondoke kwa amani. Huyu ni mwanaume wako unamjua. Hatupo kwa ajili ya kujenga, hatupo kwa ajili ya kubomoa, tupo kwa ajili ya kujenga. Huyu bibie mpaka anafika hapa sio mjinga. Mimi mwenyewe nimetoka na safari zangu huko, sio mjinga kufika hapa. Okay, mimi nakuuliza tu maswali kadhaa. Naomba tu nikuulize maswali 5. Maswali 5 tu. Ukiweza kunijibu hayo maswali 5 basi mimi nitaondoka. Swali la kwanza. Unampenda bro? Nampenda, ndio, si mume wangu. Brother anakuridhisha? Swali langu la pili. Brother anakuridhisha? Uhakika. Swali langu la 3. Unatembea na mwanaume huyu? Nishaachana naye. Ila ulikuwa naye kwenye mahusiano? Ndio. Swali langu la 4. Unashiriki mapenzi kinyume na maumbile? Kawaida yangu. Swali langu la 5. Unatumia vidonge vya nini wanasema? Vipo hapa kabatini nikuonyeshe au? Nini sasa hiki? Ndio hivyo. Kwani sister unatudanganya au uko serious? Mbona kama mimi sielewi? Huo ndo ukweli. HIV ninazo na shenda lakini shaacha. Huyu ni mume wangu na bado nampenda. Kwa hiyo kama mlikuja kufarakisha ndoa, ukitaka muda mume wangu aniache kakangu, mimi mwenzako naitwa Oliver Atandale, utanioa utake usitake, ulipo nipo. Sijui unanielewa? Hebu nionyeshe hizo dawa. Nionyeshe hizo dawa. Rudi kwa bwana. Nionyeshe hizo dawa. Ili bwanangu aniache au? Hawezi kukuacha. Hebu tuonyeshe hizo dawa. Siwezi. Mzalilishaji kabisa huyo. Mzalilishaji kabisa huyo. Kwani bro, subiri. Simshamaliza. Basi ondokeni, tuacheni na maisha yetu, niacheni na mume wangu. Hapana. Mume wangu basi aishi na wewe, sishaongea. Huyo ni kweli ni bwanake, lakini zamani kabla hujanioa. Yaani haki ya Mungu niamini mimi nilikuwa kabla hujanioa. Please nisameni. Si ni juzi tu. Ni juzi tu, yaani hata wiki 2. Mimi cha kusema kwanza, mimi nashukuru sana. Nakushukuru sana. Nimejua. Nilikuwa sijui, lakini sasa nimejua. Mimi huyu ni mke wangu, nimemuoa. Lakini sikutegemea kama ataweza kunifanyia vitu kama hivi. Kwa hiyo kwani bro, subiri mimi nikuulize maswali. Samahani kwa haya maswali. Wewe swali gani yako sishauliza? Sio maswali mabaya. Ni maswali ya No, ni maswali tu ya kujenga. Ni maswali tu ya kujenga. Kwani bro, mshai kufanya hicho kitu wewe na mwanamke wako? Ushakufanya? Hapana, alishakunigusia mimi nikamwambia sitaki mambo hayo ya kishenzi. Kumbe mwanamke ni mshenzi. Nimeoa mwanamke ambaye hanifai, sio size yangu. Alishawahi kunigusia. Mshai kufanya? Alishawahi kunigusia kwamba mume wangu yaani sikumuelewa. Ilikuwa ni kipindi gani? Nikampuuzia. Ni muda kidogo. Lakini hii ya leo ilivyotokea, yaani ndo nimekumbuka sasa. Kwamba yule mwanamke vile vitu alivyoniambia ni kweli anavifanya. Huyu mwanamke ulitafuta mwenyewe? Mwanamke nilitafuta mwenyewe. Lakini si unajua kaka, kaka maswali yako nitakuchanganya sasa hivi. Mambo kuchanganya kwa ndoa. Mke wangu tuheshimiane. Sasa ndio kuuliza ulitafuta au ulitafuta mwenyewe? Hili swala ni kweli. Kwa sababu dadangu unaongea ni kama mtu ambaye upangilie mambo. Subiri. Unaniharibia sasa. Wewe kama unaniharibia hapo, unaniharibia ugali wangu. Hii wewe vipi wewe? Kwa nini unapokuwa unaongea upangilie maneno? Wewe mbona maisha yako hayanilipi? Jamani, hapa mimi naona hapa jambo kuliweka sawa hili limekuwa changamoto. Yaani hili ni gumu. Kwani wewe dada, subiri kwanza. Mimi usinicheke, mimi niko serious sistangu. Sijui kama ushawahi kuniona. Wewe katika maisha yako kitu gani ambacho unakitaka kwa huyu mwanaume? Hebu kuwa mwazi, mwanaume wako akijua. Kitu gani ambacho unakitaka kutoka kwake? Kwa huyu mwanaume.
Nataka upendo wake. Unampenda? Nampenda, ndio. Uko tayari kufanya chochote kwa ajili yake? Ndio. Unaweza kumwambia ukweli wowote? Ndio. Unapenda kufanya mapenzi kinyume na maumbile? Sipendi. Hiyo ushawahi kufanya? Ndio. Ulisha kumshirikisha mwanamume wako kuwa akusaidia hivyo labda? Ni zamani sana. Nishi kumgusia tu mara moja basi, ila nilikuwa namtesti tu. Kwa sababu mnasema kuwa umeshawahi, dalili ipi ambayo inakuwa inakusumbua sana mpaka inakutuma ukashiriki kufanya mapenzi kinyume na maumbile? Dalili ipi? Labda muwasho au ni kitu gani ambacho kinakufanya ujikute unatamani kufanya mapenzi kinyume na maumbile? Nataka nijue hivyo mradi tujue kama tunaweza kukusaidia. Nikiangalia movie za kikubwa. Unataka kuniambia waga una? Ndio. Kwa nini unaangalia hapo mwanamume? Kwa sababu anapenda, ni kabla hata kukutana naye nilikuwa naangalia hapo zamani. Kwa hata nilipokutana naye kwa ni ngumu kuacha. Yaani hata mpaka sasa hivi natamani kuacha lakini siwezi. Kwa hiyo hapo ulipo bado unatamani kufanya mapenzi kinyume? Kwa sasa hivi naahidi mume wangu nimeacha, sitarudia tena. Samia. Unaangaliaga hizo movie hizo za kufanya mapenzi au unaangaliaga ni zile za kawaida? Zile za ukiangalia na unapata hisia. Ndio. Kwa hiyo mradi hisia zako ziishi, wewe inabidi ufanye maumbile. Ndio. Kwa hiyo ukisema hivyo it means kwa mwanamume wako akuridhishi? Mungu ananipa kawaida. Ila ulipo nipo. Angalia mama. Ulipo Tuondoke. Okay, mimi subiri, njia rahisi ni sawa. Yaani andika namba yangu. Alafu nipige. Mimi sasa hivi siendi nyumbani, naenda kwenye harakati, naenda kwenye mishemishe. Kwani shida ni nini? Si nitakusubiri au? Si nitakusubiri, shida ni nini? Tuondoke. Sasa ukinifuata nitakuzingua. Sawa? Nizingue hapa hapa. Usinifuate. Nizingue hapa hapa. Nimekwambia usinifuate. Nizingue hapa hapa. Tangulia, wale wako unifuate. Oya. Umeniharibia ugali wangu.